Na sasa tuendelee na ligi bora kubwa barani Afrika. Namba 2 ni Botola Pro ya Morocco. Kama kuna taifa ambalo limeweza kwa makusudi katika maendeleo ya soka, basi ni Morocco. Kwa miaka ya hivi karibuni, taifa hilo limewekeza kwa kiwango kikubwa katika academies, sport science, scouting system na miundombinu ya kisasa ya michezo. Matokeo yake yameanza kuonekana. Wydad Casablanca na Raja Casablanca zimeendelea kuwa miongoni mwa vilabu vyenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya soka la Afrika. Lakini siri kubwa ya mafanikio ya Morocco haipo kwenye vilabu pekee. Ipo kwenye mfumo mzima wa kukuza vipaji, kutoka kwa Achraf Hakimi hadi Hakim Ziyech, na kutoka kwa Yassine Bounou hadi kizazi kipya cha nyota wanaochipukia. Morocco imeonyesha uwezo mkubwa wa kuzalisha wachezaji wa kiwango cha dunia. Mafanikio ya Botola Pro yameifanya Morocco kuwa moja ya mataifa yanayozalisha na kusafirisha vipaji vingi vya soka kwenda Ulaya. Leo taifa hili linatajwa kama moja ya mifano bora ya uwekezaji kwa muda mrefu katika maendeleo ya soka barani Afrika. Na sasa ni namba 1, Egyptian Premier League. Hakuna ligi yenye historia kubwa zaidi katika soka la Afrika kuliko Egyptian Premier League. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1948, ligi hii imekuwa msingi wa mafanikio mengi ya soka la Misri na moja ya nguzo muhimu za maendeleo ya mchezo huo barani Afrika. Al Ahly ndiyo klabu yenye mafanikio makubwa zaidi Afrika. Wakati huo huo, Zamalek imeendelea kuwa moja ya vilabu vikubwa na vyenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya soka la bara hili. Lakini nyuma ya mafanikio hayo kuna mfumo mkubwa wa uwekezaji, haki ya matangazo, sport science, data analysis na scouting analysis za kisasa. Misri imefanikiwa kuifanya ligi yake kuwa sekta kubwa ya kiuchumi inayozunguka mchezo wa mpira wa miguu. Kupitia mfumo huo, mastaa kama Mohamed Salah, Mohamed Salah, how about that on your Merseyside derby debut? Mohamed El Neni na Omar Mamosh ameweza kujenga majina makubwa katika soka la dunia. Mpaka leo, Egyptian Premier League ni moja ya ligi zinazotazamwa zaidi barani Afrika na miongoni mwa ligi zinazozalisha mapato makubwa zaidi katika mchezo wa soka. Lakini Tanzania ipo wapi katika mbio hizi? Katika miaka ya hivi karibuni, ligi kuu ya Tanzania bara imeonyesha dalili kubwa za maendeleo. Nguvu ya Simba na Yanga imeanza kuvutia macho ya mashabiki wa soka kutoka sehemu mbalimbali za Afrika, na Kariakoo Derby imeendelea kujijengea hadhi kama moja ya dabi zinazofuatiliwa zaidi Afrika Mashariki. Kupitia mafanikio ya Simba na Yanga katika mashindano ya CAF, Tanzania imeanza kupata heshima kubwa zaidi katika ramani ya soka la Afrika. Hata hivyo, safari bado ni ndefu. Maendeleo ya miundombinu, uwekezaji katika academies na biashara ya vipaji bado vinahitaji kuimarishwa zaidi ili kufikia kiwango kinachoonekana katika mataifa kama Misri, Morocco na Afrika ya Kusini. Lakini jambo moja liko wazi: soka la Afrika linaendelea kubadilika. Fedha zinaongezeka, vipaji vinaendelea kuzaliwa, na ligi za Afrika zinaanza kujenga ushawishi mkubwa zaidi katika soka la dunia. Kutoka Cairo, Casablanca, Soweto mpaka Dar es Salaam, mapambano ya kutawala soka la Afrika yanaendelea kuandikwa kila msimu. Mimi ni Victor Zedipay na hii ni Majira Digital. Usisahau kutufuatilia, kushare, kutoa maoni yako na kuendelea kuwa sehemu ya safari hii, kuifuatilia Afrika kupitia mchezo unaounganisha mamilioni ya watu duniani.